Asante na karibu tena. Ikiwa ni mara yako ya kwanza unafuatilia video hii, hii ni video ya 58. Tuna video nyingine 42 ambazo ni 59 mpaka 100, lakini kuna video nyingine 57 ambazo haujazifuatilia. Ni video ambayo inahusiana na siri iliyofichwa katika hedhi, au ni mfululizo wa madarasa 100 au video 100 ambazo zimekuwa zikieleza siri iliyojificha katika hedhi. Ni vitu gani ambavyo huwa vinatokea katika mwili wa mwanamke na kuhakikisha anakuwa sehemu salama, na vitu gani ambavyo huwa vikitokea ni ishara kuonyesha kwamba mwanamke anapitia changamoto. Elimu hii ni elimu ambayo watu wengi sana waifahamu, na wenye kuifahamu basi wamekuwa wakitoa elimu kwa makundi au kwa mwenye uhitaji wa kutaka kupata elimu hiyo. Lakini hapa unaweza kupata elimu mbalimbali nyingi sana za afya, ambazo sana afya ya uzazi wa mwanamke, lakini sasa tunatoa siri iliyojificha katika mzunguko wa mwanamke. Na mada ya leo au darasa la leo 58 ni je, hedhi inaweza kuonyesha ishara ya mabadiliko au mvurugiko wa homoni? Yaani hedhi yako inapocheza, hedhi unapoona mzunguko wako umekuwa mrefu sana au umekuwa mfupi au umekuwa na damu nyingi au maumivu kiasi au maumivu makali sana, au umekuwa wenye kupata hedhi muda mrefu, yani ukianza kubleed leo mpaka siku 7, siku 10, siku ngapi. Je, vitu vyote hivi ni kuonyesha kwamba mabadiliko ambayo yanatokea katika homoni? Ndio. Homoni gani zinaathirika? Homoni, tunapozungumzia homoni, huwa homoni ziko nyingi sana pale ambapo huwa zinadili na mzunguko wa mwanamke. Tunapoanza kabisa, tunaanza na thyroid gland au homoni ya thyroid, ambayo inahusika kwa namna moja au kwa kiwango kikubwa wale ambao wanawake wana changamoto ya kukosa hedhi. Ukija kupima homoni zao za thyroid zinakuwa chini, au mko na ugonjwa wa goiter ambao unakuwa nao. Kwa hiyo ukitaka kuweza kuwa salama, hakikisha unapata madini ya iodine na ukisha afya yako inakuwa salama wakati wote. Lakini homoni ya cortisol ambayo inahusika na masuala ya maumivu pia inaweza kupelekea mwanamke akapata na hisia. Kwa hiyo hisia, kwa mwanamke anapokuwa na hisia au hali ya cortisol imekuwa kwa kiwango kikubwa sana, basi inaweza kupelekea kuvurugika kwa mzunguko wa mwanamke. Lakini tunakuja kuzungumzia homoni ya estrogen ambayo inahusika na uzalishaji wa mayai au uchagulishaji wa mayai, nayo ikiathirika, basi mwanamke anakuwa anapata hedhi au zake imekuwa ya muda mrefu zaidi. Lakini tunazungumzia masuala ya homoni ya progesterone, pia mwanamke anapata changamoto ya kushinda kuweka yai, ukuta mayai au ukuta mji wa mimba sawa, na damu, kiwango cha damu ambacho kinajika kiwepo basi kinakuwa kiwango kidogo sana au kinakuwa kingi sana, au ukuta unakuwa mwembamba sana. Kwa hizi zote ni homoni ambazo zinahusika. Lakini wakati wa hedhi moja kwa moja huwa mwanamke anahisi maumivu makali sana. Kwa nini? Kwa sababu ya prostaglandin inakuwa kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo unapoona hedhi yako inapitia changamoto, unapoona hedhi yako imekuwa yenye kusuasua, unahisi sio ile kawaida, ni basi inaonyesha kwamba homoni zako haziko sawa. Kwa hiyo ni jambo la kuzingatia na kuhakikisha afya yako inakuwa salama. Unapoona hedhi yako haiko sawa, hata mfumo wako wa uzazi hauko sawa, hata mwili wako hauko sawa, ni vyema ukachukua hatua na kuhakikisha unakuwa salama wakati wote pale ambapo unahitaji kupata msaada na kuwa katika mazingira ya usalama. Ni vyema ukachukua hatua, afya yako itakuwa bora. Linda mwili wako, chochote ambacho unakiona katika mwili wako kuhusiana na hedhi au tena mwili wako, ujue pia inaweza kupelekea kuharibu hedhi zako au mwili wako kwa ujumla. Ni vizuri ukaendelea kusubscribe ili kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya na kuhakikisha unakuwa salama wakati wote. Hii ni elimu ya siri iliyojificha katika hedhi. Kwa hiyo ni vyema ukazingatia na kuweza kuwa salama wakati wote. Asanteni, mpaka wakati mwingine. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya. Asante na mpaka wakati mwingine.